Ilikuwa ni siku ambayo nina raha kweli kweli. Nikiagana na rafiki zangu shuleni. Ni siku ambayo tayari wanafunzi wa kidato cha 4 tulishamaliza mitihani yetu ya mwisho, na kesho mapema sana kila mtu alitakiwa kuondoka na kuelekea nyumbani. Msikilizaji, karibu sana kwenye bonge moja la historia Zara iliyotayarishwa na dada yetu Habiba mara moja na inakwenda kusimuliwa na Lucas Lumbas. Kaa tayari kuweza kuburudika bonge moja la story. Sasa bwana Zara anaendelea kutuambia kwamba mimi tayari nilishaongea na baba na akaniambia ananitumia dereva wa kuja kunifuata na kunirudisha nyumbani, maana yeye amebanwa sana. Nilikuwa na raha sana. Nilimisi sana mama yangu sana. Sio mama tu, hata dada Amanda nimemisi vibaya mno. Huyu ni dada ambaye amenilea tangu nikiwa na miaka 10, maana wazazi wangu mimi ni watu wa kazi, so wanakuwa busy sana. Na dada Amanda ni dada ambaye anatusaidia kazi nyumbani. Yaani nilikuwa natamani kupambazuke haraka nirudi nyumbani jamani. Basi siku mimi na rafiki zangu hatukulala kabisa. Ni story tu, mwanzo mwisho story. Yaani raha tupo. Hapo sasa nilishapanga, yani nilikuwa nimeshaweka kila kitu changu vizuri kwenye mabegi. Yani nilikuwa nipo standby kwa kuondoka. I say tuliongea mno sana. Usiku mzima ni mpaka saa 10 ile alfajiri mimi ndo nilikuwa sana jiona sasa nimeanza kuchoka sana. Nikapanda kitandani na kupumzika. Na asubuhi na mapema tukaanza kuamshana. Ilikuwa ni vibe mno. Jamani, kuondoka yani kurudi nyumbani raha sana I say. Mwaka mzima nipo shule. Tena huu mwaka wa 4 sasa. Hatukurudi hata likizo kabisa. Maana tulizuiliwa kurudi mapumziko. So nilichoka maisha huku shule na nilikuwa natamani sana kwenda nyumbani. Kwa hiyo tulikuwa tuna raha sana, na ndo siku ambayo tulikuwa tunamaliza kidato cha 4. Yaani tulishafanya mitihani kabisa. Na hii siku sasa ndo baba alikuwa kanitumia dereva nifuate huku sasa Arusha niliposoma na nirudishe Tabora huko nyumbani kwetu. Na baba yangu mimi ni mwalimu wa chuo cha ualimu ngazi ya diploma, na yeye ndio mkuu wa chuo. Na mama yangu mimi ni daktari mkubwa tu katika hospitali kubwa ya Tabora huko. So kwetu sisi jamani mpunga upo. Ila nashukuru sana. Nikisema nashukuru kwa sababu hata mimi mwenyewe nimesoma Arusha, shule ambayo ni ya private, na ada nilikuwa nalipa milioni kama 4 hivi kwa mwaka mmoja. Na nimeanza tangu primary. Mimi kukaa bweni nimeanza muda sana, na kusoma shule ya private nimeanzia tangu primary mpaka namaliza form 4. So kwa kiasi fulani hivi sijakulia katika mazingira ya shida kabisa. Jamani, mimi naitwa Zara msikilizaji. Zara Jackson Nyalugwe. Mimi ni mtoto wa pekee kwetu, yani kwa baba yangu na kwa mama yangu. Mimi ni binti ninayependwa sana na wazazi, hasa baba yangu jamani. Yani baba ni ananipenda mno. Yani baba ananilea kwa kunidekeza kweli kweli. Na ninachokumbuka mpaka muda huu mimi kwa namaliza kidato cha 4, baba yangu hakuwahi kunipiga hata siku na moja. Hata mama mwenyewe sikumbuki lini alinipiga, labda kunisema tu. Mimi bwana ni Mnyamwezi wa huko Tabora, Tabora Isevya huko. Na ndio tunapoishi, ila sasa mama yangu ni Msukuma wa Geita. Na mimi ni binti wa kawaida tu. Siwezi kusema tu kwamba mimi ni mzuri sana wala ni mbaya sana, ni binti wa kawaida tu. Na ni mweusi pia jamani. Mie shepu wala hata sikujaliwa, ila nashukuru nipo vizuri tu, yani nipo kazuri tu. Na mimi bwana ninapenda kudeka sana. Yani napenda kudeka mno, hasa kwa babangu. Basi bwana, kwa kuwa kulisha kucha, haraka sana nikaanza kujiandaa kwa ajili ya safari yangu ya kurudi nyumbani. Maana nilishajua dereva yetu atakuwa ameshafika kunifuata, maana ni mtu makini sana. Basi nilipotoka kuoga nikavaa track zangu na nikapendeza mno. Baada ya hapo sasa nikatoka nje na mabegi yangu. Nikakutana na wenzangu pale, kila mtu yuko asembo na mabegi yake kusubiri wazazi. Na mimi nikaa namsubiri tu dereva wetu bwana. Nilikaa kuanzia asubuhi mpaka saa 5 sijaona gari ya nyumbani. Yaani wenzangu ni wazazi wao wanafika, wanachukuliwa, wanaondoka. Mimi nimetulia tu, hata sioni dalili. I say, nilichukia. Nikaenda sasa kuomba simu kwa mwalimu
ili niweze kuwasiliana nao. Nikapewa, nikampigia simu baba. Nikasema, baba shikamoo. Baba akaitikia maraba mrembo wangu, vipi dereva ameshafika? Nikasema, baba kwani nini imekuaje? Mbona mpaka sasa hata sijafuatwa? Wenzangu wote ni wanaondoka. Sasa kwa nini unanifanyia hivi baba? Mimi nachoka kwa shuleni jamani. Baba akaniambia, sorry jamani mtoto wangu. Sikia ni hivi, Mzalfani kwa sasa amestaafu kazi. Kuna dereva mpya tumemwajiri ndo anakufuata hapo. Ila aliniambia njiani kulikuwa kuna shida, kuna sehemu alikuta kuna ajali. Na hisi hapo ndo kumemsababishia yeye kuchelewa. Ila atakuwa anakaribia kufika. Kwa hiyo punguza hasira malikia wangu, sawa? Nikasema, no daddy, hebu naomba basi ulipigie dereva lako jipya bwana. Niambie liwahi kufika. Mimi nimeshachoka sana baba kukaa huko. Mimi naam sana kumuona mamangu. Yaani mpaka sivyo hatajafika hapa kweli. Sasa nadhani itakuwaje baba? Si nitafika huko usiku sana lakini. Baba akaniambia kwamba muhimu kufika binti yangu. Hata ukifika usiku kuna shida gani bwana? Si unarudi nyumbani. Na mama atakuwa anakusubiria kwa hamu sana bwana. Hebu tulia. Ngoja nimpigie hapa simu sasa hivi kumuuliza amefikia wapi. Nikasema sawa daddy. Msikilizaji wa Mzee Alfani ndo alikuwa ni dereva wetu. Sasa hapa ndo nimetaarifiwa kwamba ameshastaafu, kuna dereva mpya. Basi mimi nikamrudishia simu mwalimu, kisha sasa nikarudi kutulia na wenzangu nikaendelea kusubiri. Jamani, nilikaa mpaka saa 7 mchana, sioni dereva wa baba. Nilimind kinoma noma. Mnajua nilichukia. Yaani tulibaki wachache mno. Mpaka hamu ya kurudi nyumbani ikaisha kabisa. Nilikuwa na hasira. Nikawa sasa nimenuna pale kweli kweli. Yaani saa 8 mchana ndo naona gari yetu ya nyumbani inaingia. Naifahamu. Ni Harrier nyeusi. Na hii ndo kama baba alininunulia mimi. Na huwa anaendeshwa nayo sana nikiwa nyumbani. Kwa hiyo alishuka kijana wa makamu tu. Alikuwa ni mkaka mkubwa tu. Umri kama miaka 30 hivi huyo kaka. Hapo mimi sasa nilikuwa na miaka 17 tu. Basi ule kaka alivofika, nikaona kaingia kwenye ofisi ya walimu. Na baada ya muda akatoka mwalimu sasa. Akaja kuniita akasema kwamba Zara, tayari dereva wa babako kashafika. Kwa hiyo naomba ubebe mabegi yako, sogea pale ili muweze kwenda nyumbani. Nikasema sawa. Ila muda huu nilikuwa nimechukia sana. Kwa nini achelewe huyu mpumbavu? Basi nikavuta mabegi yangu mawili mpaka pale alipopaki gari. Nilipofika nikabwaga nje yale mabegi pale. Nikaambia naomba uingize hizo begi ndani ya gari haraka sana. Yaani ile kauli ya mamlaka kweli kweli. Basi ule kaka akaja, akayachukua yale mabegi yangu kisha akaweka kwenye buti ya gari. Alafu sasa akapanda ndani ya gari. Hapo mimi tayari nishapanda na nilikaa mbele nikiwa nimevuta mdomo kweli kweli. Yaani nilichukia mno. Basi ule kijana akanambia, "Ujambo?" Hata sikumjibu. Sija alitegemea eti mimi nitamwamkia. Na hivi kanitibua, nilimkalia kimya. Yule kaka akasema kwamba, "Okay, mimi naitwa Marvin, ndio dereva mpya pale kwenu Zara. Samahani kwa kuchelewa, nilikutana na ajali kubwa maeneo ya Babati, sasa imesababisha foleni kubwa. Ndio maana nimechelewa. Samahani sana Zara." Nikasema, "Wewe bwana, hebu endesha gari bwana, unajiongelesha nini?" Mshanichelewesha hapa, mimi nimekaa hapa kutokea asubuhi mpaka sasa hivi saa 8 ndio nafika afu naanza kuongea. Wewe vipi? Endesha gari bwana tuondoke. Basi ule kaka akaniangalia tu kisha akasema kwamba sawa madam. Na taratibu akaanza kudrive sasa. Nilikuwa nimenuna mno. Yaani nimenuna kweli kweli. Nikalaza siti na nikajipumzisha. Basi huyu dereva akawa kimya tu. Akawa anaendesha tu gari nini mpaka saa 11 jioni tukawa tushaingia Babati. Na tukaanza kuitafuta saa Singida. Nikaambia wewe, hebu naomba utafute sehemu nzuri nipate chakula. Maana hapa nahisi njaa sana. Huyu kaka kaniangalia kisha akatabasamu alafu akaniambia kwamba Zara, unajua wewe ni kabinti kadogo sana. Mimi hapa ninavyoongea na wewe na miaka 30. Ila hata siku moja sijawahi kumdharau mtu. Na huwa naongea na kila mtu kwa heshima tu na kwa adabu tu. Hata awe mdogo au mkubwa naongea naye vizuri sana. Wote mimi nawaheshimu. Sasa kwa nini wewe huna heshima? Na wakati umetoka shule, sasa uko shuleni umejifunza nini sasa? Au kwa nini unaniongelesha vibaya mimi? Unajua tabia unayoonyesha kwangu sio tabia nzuri. Kama issue ni kuchelewa kukufuata, nimekuelezea vizuri tu kuwa ni bahati mbaya nimechelewa kwa sababu nilikutana na ajali. Please nakuomba basi uwe na adabu na mimi, sawa? Maana mimi nyumbani na wadogo zangu wakubwa tu hata kukupita wewe. Naona niheshimu kweli kweli.
Hey, msikilizaji, hivi mnamsikia huyu mpumbavu huyu? Nikasema ya kwamba kwa hiyo mimi nimekudharau nini wewe mjinga wewe? Hafu maskini sijui ni mnakuaje yani na hizi akili zenu yani. Nipeleke mimi bwana, mimi nikapata chakula bwana, njana numa. Ai. Huyu kaka kaniambia kwamba sawa tajiri. Sasa mimi sikupeleki kula kokote mpaka utakaponiongelesha kwa heshima. Na ukifanya masiara utafika mpaka Tabora ujala. Alivyoongea hivyo nikamsonya. Hivi ukaka huyu? Yaani ndo kwanza tumeonana leo ila tayari tulishatibuana kabisa. Yaani ananiongelesha hivi mimi, ananiongeleshaje yani? Nikasema kwa hiyo utanipeleka sehemu ya kula ama unipeleki? Yule kaka kaniambia wala mimi hata sikupeleki. Nikasema okay. Nadhani wewe unachezea kazi yako. Utanipeleka nakwambia. Akaniambia sawa. Wewe si ndio unayeendesha gari, basi nitakupeleka. Nilivuta mdomo kweli kweli. Nashangaa tunamaliza Singida na tunapita hoteli kibao na anipitisha hata kupata chakula. Nikamuuliza kwamba wewe kaka hivi una kichaa? Ina maana uone hizo hoteli zote ama kwa nini unazipita sasa? Mimi nikwambia mimi na njaa hivi, mbona unielewi? Naomba unipitishe basi mimi nile. Yule kaka kaniambia nimesema hivi sikupitishi kokote mpaka tufike kwenu. Wewe si hauna adabu siwezi kuongea na mtu vizuri. Sasa mimi sina adabu zaidi yako. Wewe ni mwanafunzi unajifunza kabisa. Sasa kwa nini unanionyesha upumbavu namna hii? Nilichukia, nikavuta mdomo. Hapo njaa inaniuma, sijala tangu asubuhi. Ila sikutaka hata kumnyenyekea kabisa huyu maskini mimi. Nikakausha zangu tu kimya. Basi na yeye wala hata hakuhangaika na mimi. Huyu kaka yani hakunipitisha kokote pale ili niweze kupata chakula. Mpaka saa 2 usiku tunaingia Tabora. Yaani ndo tunaianza sasa. Hapo sasa nina njaa. Kuongea siwezi. Mnajua na njaa. Nilitulia kwenye kiti kimya. Nadhani masiara. Hakuniangalia hata. Alikuwa busy tu. Anaangalia mbele tu, anaendesha gari. Mpaka saa 4 tumeingia Tabora mjini. Mnajua na njaa. Huyu kaka hajanipitisha sehemu yote ya kula. Yaani kimoyomoyo nilisema ya kwamba nitahakikisha huyu mshenzi baba anamfukuza kazi. Yaani usio kama mzee Alfani kabisa. Yule mzee bwana wala hata hakuwa na shida hata kidogo. Ila huyu mjinga huyu ananifanya mimi yani sijakula kutokea Arusha mpaka Tabora. Na huko njiani yani ni tumenuniana. Yaani yeye haongei na mimi. Napambana na njaa yangu tu. Basi mpaka saa 4 usiku ndo tunaingia sasa nyumbani kabisa. Basi huyu dereva akaingiza gari mpaka ndani. Nakuta mama na dada Amanda wananisubiri kwa hamu nje ndani ya fence yani. Ila sasa mimi nikashuka kwa hasira. Tena nilipomuona mama nikaanza kulia. Mama akanikimbilia haraka. Akaniambia mwanangu shida nini? Akasema mama huyu dereva mimi simtaki bwana, anafanya kazi hapa. Hivi ni mtu gani mama huyo? Mtu ana roho mbaya kiasi hiki, mshenzi kabisa mama. Mimi simtaki mama. Mama akasema unamwongelea Melvin ama? Nikasema huyo mjinga mama. Yaani yeye amenishindisha na njaa tangu asubuhi, amegoma kunipeleka hoteli yote kwenda kula. Eti ananiambia mimi ni mjeuri mjinga. Mama mimi kweli mimi ujeuri mimi ni manza lini? Ujinga ni manza lini mama? Mimi sitaki mama. Mama akasema unasemaje? Hapo sasa yule Melvin naye alishashuka kwenye gari na alikuwa kasimama yani pembeni ya gari. Sasa mama akamuuliza kwamba wewe Melvin wewe, ni kweli mwanangu hajakula kuanzia Arusha mpaka anafika hapa? Yaani mmeanza safari mdoto hajala kweli? Melvin akasema kwamba ni kweli mama, samahani, sikupenda, alikuwa ananiongelesha vibaya. Mama akajibu ya kwamba kwa hiyo kama akikuongelesha vibaya ndo asile. Hivyo kijana una akili wewe? Wewe umekuja kuomba tu kazi ukiwa unaanza tena ulikuwa unabembeleza sana wewe, sio wewe? Halafu leo unakuja kunikalisha binti yangu njaa kweli? Hivi una akili kweli wewe kijana? Je, unabishana na huyu binti? Huoni kama huyu ni mdogo kwako? Au ulikuwa unaona yani ni wa makamu yako? Melvin akasema kwamba hapana mama, samahani, ni vile tu sikupenda tu majibu yake. Mama akasema mjinga mkubwa wewe. Yaani nimekulipa pesa nyingi kumfuata mtoto wangu. Nimekupa mpaka pesa ya kuhakikisha kwamba mtoto wangu anafika salama. Halafu then unafanya wewe yani vile ambavyo tu unavyoona ni sawa. Kwani mimi nimekuajiri wewe uje kujibiwa vizuri? Mjinga nini?
Maeve alisema samahani mama, sitarudia tena. Basi mimi nikadakia nikasema ya kwamba mama afu yani atarudi, mjinga sana huyo. Kwanza alikuwa ananijibu sana jeuri huko njiani kote. Mama mimi simtaki, nataka tu aondoke hapa. Sasa dada Amanda akanisogelea, akanambia basi Zara, punguza hasira jamani. Nikasema mama, mfukuzeni kazi bwana. Mimi nataka aondoke hapa. Yaani mimi sitaki hata kumuona. Msikilizaji, hapo naongea na hasira. Basi mama akaambia kwamba wewe kijana, nipe funguo za gari yangu. Mimi nikasema mama, naomba nisamee mama, sitarudia tena mama, niliendeshwa tu na hasira. Sikupenda vile ilivyokuwa anaongea na mimi na nilifanya hivi tu kama kumkanya, maana Zara ni kama mdogo wangu. Naomba nisamee mama, sitarudia tena. Mama akasema kwamba kwa hiyo mdogo wako akikosea ndio unamkalisha njaa? Nakuuliza wewe ndio unamkalisha njaa? Mjinga wewe, leta funguo zangu. Na kuanzia leo kazi huna. Unaelewa? Haya, ondoka hapa. Ondoka hapa mjinga mkuu. Ondoka. Msikilizaji ase, huyu Maeve ni wala hata kuongea tena, akampa funguo mama, kisha akaanza kutoka nje. Ase, niliona nimefurahi mno, nikaanza kumsonya juu. Basi mama akanichukua kusasa, akanishika mkono. Tukaingia mpaka ndani, kisha akamwambia Damanda kwamba muandalie mrembo wangu chakula haraka sana. Mama akanambia pole mrembo wangu, usikasirike basi sawa Si nimefanya kile ulichoniambia? Haya, nimemfukuza kazi. Na akija baba yako mimi nitamueleza upumbavu yule kijana. Yaani alikuja hapa ni full kujiombesha tu. Alikuwa yuko yani anaomba kazi kwa unyenyekevu mno. Kumbe ni mshenzi tu. Nikasema kwamba mama, nimefurahi, yani nimefurahia sana kwa sababu yupo tena. Basi Damanda akaja akanambia kwamba Zara, chakula tayari. Nikasema sawa, asante sana dada yangu mzuri, nashukuru. Dada akanambia sawa, wala usijali mpenzi. Basi mimi nikanyanyuka na mama na tukalekea mezani. Damanda naye akaanza kutusogezea pale mapoti ya chakula nini. Ase nilivuta poti la wali, nikapakua mwingi, nikaja kuchukua mchuzi wa nyama, nikaanza kula sasa. Yaani ase nilikuwa na njaa. Huyu Maeve ni huyo. Alinikomesha mshenzi huyo. Basi nikala mno. Ila niliwahi kushiba, ila bado nilikuwa nimenuna. Mama akanambia basi jamani, si ameisha jamani. Nikasema haya ameisha, ni vile tu mimi sijapenda. Basi mama akanambia haya, nenda sasa kaoge sasa. Baba atakuja tu. Naona muda wake umeshafika, kwa hiyo hivi karibuni atafika. Tuongee juu habari za shule. Sawa mwanangu. Nikasema sawa mama. Basi nikanyanyuka kisha nikaingia chumbani kwangu. Wow, kulikuwa ni kuzuri na kusafi mno. Nikajua dada Amanda kashanifanyia usafi hapa. Basi nikajitupa kitandani kwanza. Sasa nina chumba kizuri. Tena huko ndani yani kila kitu changu yani ni rangi ya pink. Mimi napenda sana rangi ya pink. Napenda mno. Basi nikainuka, nikavua nguo zangu, nikavaa taulo, nikaingia bafuni bwana. Kapiga maji fasta pale mtoto wa kike. Yani mimi mpaka nafikisha umri huu nilishakuwa mwali. Na nilikuwa msafi mno. Japo bado sikuwa nimeanza mapenzi, afu mbaya zaidi shule zote nilizosoma mzali alikuwa ananipeleka za girls tupu. So hata mazoea na wanaume mimi sikuwa nao kabisa. Basi nipotoka kuoga, nikajipaka lotion yangu pale vizuri tu, nikavaa kipensi changu na t-shirt. Jamani, si kwetu ni wazungu. Kwenye swala la kuvaa wala mzee wangu hata azingui na ana shida kabisa. Basi baada ya kuvaa sasa ndo nikatoka sebleni na mkuta babangu kakaa sebleni. Yaani ni kama vile alikuwa ananisubiria mimi. Nilifurahi kumuona baba, nilimkimbilia kwa furaha mno, kisha nikamkumbatia. Nikasema jamani dadi wao. Basi nikambusu baba shavuni pale. Baba akaniambia wao mrembo wangu, pole sana. Mbona kama umekonda bwana? Nikasema baba, masomo tu. Baba itabasamu, akaniambia ile umezidi kuwa mrembo mtoto wangu mzuri. Nikasema dadi, hata wewe mwenyewe unazidi kuwa handsome boy. Basi baada ya kusema hivyo baba akacheka. Akaniuliza vipi bwana huko shuleni mambo yanaendaje? Akasema masomo baba, mitihani iko poa kabisa na nakuahidi yani mimi nitafaulu vizuri mno baba. Baba akasema wow, vizuri sana mrembo wangu. Vizuri sana bwana. Kama una matumaini mazuri basi ni jambo jema. Basi baba aliniambia pia hapo na changamoto juu yule dereva ni mjinga sana yule, kwa hiyo hatorudi tena hapa. Nitakutafutia tu dereva mwingine, maana nataka uanze preform 5 sasa. Ujiandae mapema na masomo ya kidato cha 5. Maana najua mtoto wangu wewe kufaulu ni lazima tu. Nikasema okay daddy, ila yule dereva kaniboa sana baba.
Sasa baada ya mimi kuongea hivyo, mama akadakia akasema kwamba jamani Zara, basi yani Zara akishikilia kitu jamani, watu wote watajua. Nikacheka nikasema mama, sio unataka mimi nisongee kwa dereva wenu ni mjinga tu. Yaani mimi kanishindisha na njaa. Basi baba akasema basi bwana mtoto wangu, basi bwana, uzuri huo kijana tumeshamuondoa, kwa hiyo relax bwana. Nikasema sawa daddy. Basi niliongea sana na wazee wangu, wakiniuliza mengi kuhusu shule na mitihani ya mwisho niliyoisoma, na pia baba aliniuliza ni wapi nataka nikasome preform 5. Ila napo baba akataka nikasome kwenye vile vituo vya girls tupu. Yaani hakutaka nichanganyike na vijana wa kiume kabisa. Basi mimi wala hata sikuwa na shida. Kwanza hata wanaume mimi sijaanza hata kuwajua. So wala hata sikuwa naona shida. Na kuna kituo kimoja mama akakipendekeza, kipo Tabora mjini kabisa, ndio nikasome hapo masomo yangu ya preform 5. Sasa nikiwa naendelea kusubiri matokeo yangu ya kidato cha 4, na ada yake ilikuwa ni 700,000 kwa miezi 3. Ila hii wala hata haikuwa boarding, ilikuwa ni kwenda na kurudi tu. So mzee akaniambia kwamba atanitafutia dereva wa kuwa ananipeleka na kunirudisha nyumbani. Nikasema sawa. Basi baba akaniambia na kwa sasa nitakununulia simu maana ushakuwa mkubwa. Nikasema baba, afu nibadilishe pia na ile PC. Mimi sitaki, nataka mpya iPhone. Baba akaniambia wala usijali mrembo wangu, kesho mapema sana nikirudi tu kazini mimi nitakuletea, sawa? Nikasema wow, thanks daddy, asante sana baba. Baba akanacheka tu pale. Yaani msikilizaji, ndo maisha ambayo mimi nimeyazoea, kudeka kwa sana nini. Basi nakumbuka siku niliongea sana na wazazi wangu mpaka saa 7 usiku. Ndio tukaagana pale, nikaelekea chumbani kwangu kupumzika sasa. Basi niliamka asubuhi, na ni baada ya dada Amanda kuniamsha akaniambia kwamba Zara, umelala sana, sasa hivi ni saa 3. Nikasema jamani dada, sorry. Akaniambia wala usijali. Basi akasema kwamba amka basi ukaoge uje kunywa chai kisha utarudi tena kulala. Nikasema sawa dada Amanda. Akaniambia poa. Basi nikainuka, nikaingia bafuni, nikapiga maji chap pale. Kisha nilipotoka nikavaa vizuri tu, ndo nikaelekea dining sasa. Nikakuta dada Amanda kashaandaa kila kitu pale. Basi tukaanza kula. Tukua tunakula pale. Yaani wakati sasa tunakula nikamuuliza dada Amanda kwamba baba na mama wameshaondoka? Dada akaniambia ya wameshaenda. Wewe unalala sana na unajua wazazi wako wanatoka mapema sana. Nikasema okay sawa dada. Dada Amanda akaniambia ila mama yako kaacha pesa pale, akaniambia kama kuna ambacho unahitaji basi unaambie nikusindikize tukaemee. Nikasema sawa dada. Unajua sina nini dada? Dada Amanda akacheka akaniambia nini una? Nikasema dada, mimi nataka nguo za ndani. Tena ni zile za zamani sizitaki. Nataka kuzibadilisha zote. Basi dada Amanda akacheka. Akasema sasa okay, nguo za ndani okay, na sidiria unataka nini sasa na viziwa vyako hivyo? Nikasema bwana dada, mimi ndo nataka. Akaniambia sawa. Basi tule haraka afu nikusindikize mapema. Nikasema sawa dada. Basi tukao tunaendelea kula huku sasa tunapiga story kweli. Tukao tunaendelea kula sasa tukasikia mlango unagongwa. Nikamuuliza dada Amanda, huyu ni nani tena? Dada Amanda akasema sifahamu, hebu ngoja nikafungue. Nikasema dada usinyanyuke, acha tu nikakusaidia kuangalia ni nani. Dada Amanda akaniambia sawa. Basi mimi nikainuka nikaenda kufungua mlango mkubwa wa kuingia ndani sasa. Ile nafungua. Sinikutana na yule Melvin kijana dereva aliyofukuzwa kazi na mama. I say nijikuta nimetibuka kweli. Sasa kafuata nini mpumbavu? Nilichukia. Nikamwangalia ukaka kwa dharau na hasira kweli. Kwanza nikampandisha kisha nikamshusha. Nikamuuliza umesahau nini? Au unadai mshahara hapa ulikuwa hujamalizwa kupewa ndio umekuja kufuata? Niambie vizuri wewe kaka. Ile kaka akaniambia kwamba hapana Zara, nimekuja kuongea na wewe. Tena kiamani tu mdogo wangu. Nikasema hivyo kumbe ni mjinga. Nani mdogo wako? Nani mdogo wako? Kwanza wewe unaweza kuwa na mdogo kama mie? Alafu kwanza nitahakikisha na wewe mfanyakazi wa getini anafukuzwa kazi. Anaanzaje kukuruhusu mtu kama wewe uweze kuingia? Sasa na yeye nitamuonyesha. Ataondoka kwa upe kama ulivyoondoka wewe. Naona kumbe unijui. Yule kaka kaniambia kwamba Zara, unajua nini? Hebu punguza basi hasira sawa na unisikilize kaka yako sawa? Mbona yani haya mambo mbona yanazungumzika tu Zara? Sikia, nyumbani na wadogo zangu wawili kama wewe tu.
Wa kwanza amemaliza form 4 kama wewe tu. Wa pili amemaliza darasa la 7 na anatakiwa afanyiwe maandalizi ya kwenda kidato cha kwanza. Sasa Zara, hawa ndugu zangu wote yani mimi ndo napambana nao. Afu na mimi ndo kila kitu nyumbani Zara. Yani mimi ndo nahangaika kwa kila kitu kwa ajili yao. Afu na pia na mama ambaye napambana kwa ajili yake. Zara, samani basi mdogo wangu, naomba unisamehe sana. Mimi naomba unisamehe basi kaka yako. Naomba unisamehe basi nirudi kazini please. Naomba unisamehe sana. Nategemewa. Naomba sana Zara. Nahitaji kurudi kazini. Naomba sana unisamehe mdogo wangu. Unajua ile siku na mimi yani sikuwa sawa kabisa Zara. Yani nilikuwa na matatizo ya kifamilia. Alafu sasa na vile sasa tukapishana kidogo tu basi ndio nikajikuta yani nimekufanyia vile yani. Naomba unisamehe sana Zara, nakuomba. Naomba unisamehe mdogo wangu. Yani kazi mimi yani naitegemea sana mwenzako. Nisamehe mdogo wangu, nakuomba yaishe. Alivyoongea hivyo nikasema ya kwamba nini? Yaishe. Hivi afu kumbe hivi una shida sana Sasa sikia, hapa kazi upati. Mimi sijali chochote kuhusu wewe. Jifunze kusema na shida zako, ila hapa kazi huna. Umesikia Wewe unadhani mimi na shida ya dereva jeuri kama wewe? Thubutu, wala sina shida hiyo. So, naomba sana tuheshimiane. Basi msikilizaji, mimi hata sikujali yote aliyozungumza mambo yake ya kifamilia. Na mimi sasa nikiwa naendelea kumchamba yule kaka, akaja Damanda. Akasema kwamba kumbe unaongea na Melvin. Melvin akasema nipo hapa bwana. Madamu Amanda, vipi kwema? Nimekuja kuongea kidogo hapa na Zara. Damanda akasema nimesikia maongezi yenu. Melvin, usijali, nitaongea na Zara. Melvin akasema sawa, nitashukuru sana Amanda. Naomba sana unisaidie hilo ili niweze kurudi kazini, na kuomba sana. Sasa baada ya Melvin kusema hivyo, mimi nikasema kwamba nenda hivi. Wewe unadhani hapa atakusaidia nini? Yaani unadhani tu kwamba eti ndio nitakusamea urudi kunitesa kama ile siku? Thubutu. Yaani unanitembeza na njani after na unataka urudi hapa. Nadhani unijui vizuri. Damanda kanambia kwamba Zara, hebu acha basi jamani, afu ingie ndani. Msikilizaji, huyu dada Amanda namheshimu sana. Kanilea, huwa namsikiliza kama mama yangu. Tena kuna vitu mimi huwa namuweka wazi dada Amanda na sio mwingine. Hata nilipovunja ungo, mtu wa kwanza kumueleza juu ya hali yangu alikuwa ni Damanda. Basi mimi nikamwacha pale Melvin, nikasimama kisha nikaingia ndani. Nikamwacha Damanda sasa anaongea na Melvin. Na baada ya muda sasa Damanda akarudi ndani. Nilikuwa na hasira. Yaani mimi shida yangu yani nikikwazika kidogo tu huwa nakuaga na hasira mno. Basi Damanda kanambia kwamba mdogo wangu mzuri, naona umenuna. Umenuna nini sasa? Hebu njoo tule bwana, twende tukanunue vitu vyako. Nikasema Damanda, wewe upo upande wa yule mjinga, si ndio Maana yani naona kabisa kama uko upande wake. Damanda kanisogelea akaniambia kwamba Zara, hebu acha moyo wa kujaza vitu vingi mdogo wangu. Sio sawa. Unajua katika maisha watu tupo tofauti sana, hatufanani. Wewe Mungu amekujalia wazazi wako, wana mali, wana maisha mazuri. Ila usihisi kila mtu yupo hivyo. Yaani usihisi ni kila mtu ana maisha mazuri kama wewe, hapana. Unajua yule Melvin kwako ni mkubwa mno. Kwa hiyo unatakiwa kumheshimu. Ukweli ni kwamba nilikosea kumjibu vibaya. Nikamwambia Damanda kwamba Damanda, mimi nilikosea nini kumwambia na njaa, nataka kula? Hapo mimi kosa langu ni nini Damanda? Damanda akasema kwamba ulimuongelesha vibaya lakini naye amekosea, amekufanyia hasira, amefanya yani mrembo wetu hajala jamani. Ila sio sawa. Unajua huyu Melvin ana miezi 4 tu sasa tangu aanze kufanya hapa kazi. Namjua kwa kiasi. Sio kijana wa maneno sana na ni kijana mpole na ni msikivu na mwenye heshima sana. Ila wewe na yeye inaona kama ndo damu zenu zimeshindwa kuendana pamoja. Mlikosana tu mara moja tu. Kwa hebu naomba basi msamehe saa, ongea na wazazi wamrudishe kazini. Sasa amekueleza na majukumu mengi mno. Amekwambia anategemewa, ana wadogo zake kama wewe na anawasomesha. Hebu naomba basi umuelewe, basi mpatie basi hata nafasi ya mwisho. Baada ya Damanda kusema hivyo, nikamwambia Damanda kwamba Damanda, huyu nikimsamehe si atarudi hapa. Basi ataendelea kuniendesha. Alafu mimi huyu mtu simtaki, yani simtaki kabisa endelee kuwa dereva wangu, simtaki Damanda. Kwa nini lakini? Damanda akasema kwamba hapana, usiseme hivyo mrembo wangu, sawa? Alafu mbona hata ufanani na hiyo roho? Hata akija kukuendesha wewe, atakuwa amejifunza sana na hawezi yani kutokukusikiliza kamwe. Atakuheshimu sana. Sawa mpenzi? Sasa hivi utakachokitaka atakifanya, maana
atakuwa amejirekebisha. Msamehe basi Melvin bwana, sawa? Basi baada ya Damanda kuongevu nikajikuta nimecheka. Yaani kwanza nilijiuliza kwamba Damanda mbona anamuombea msamaha sana? Au ni mchumba wake nini? Damanda kwanza naye alicheka baada ya mimi kumwambia kwamba au ni mchumba wako nini? Damanda alicheka kisha akasema kwamba hapana bwana, mimi wala hata sio mtu wangu yule, ila napenda tu watu wote na napenda kusamehe pia. Na ndio maana nimekuomba na wewe umsamehe yule kijana. Nikasema sawa dada, namsamehe kwa ajili yako. Sasa akirudia tena mimi sitakuwa namsamaha naye. Damanda akasema hawezi kurudia bwana. Basi Damanda akanambia kwamba twende ukale sasa. Twende afu nikupeleke mjini. Ukale twende mjini. Nikasema sawa dada. Basi kweli tukarudi mezani tukamalizia chai, kisha saa nikaingia chumbani kwangu, nikabadilisha nguo, nikapendeza kweli nikawaka. Nikatoka sebuleni nikakuta Damanda naye ameshajiandaa. Kanishika mkono na tukatoka mpaka nje, kisha tukachukua boda tukaelekea center kuemea sasa. Basi huko tuliingia madukani na nikachagua vitu vyote nilivyokuwa navitaka. Nibeba nguo nyingi sana za ndani, nikachukua visidiria ambavyo japo vizio vyangu ni vidogo ila nilipenda tu. Basi nikafungasha vitu vyote ambavyo nilikuwa navihitaji. Yaani nilichukua mpaka pedi yani. Maana zilikuwa zimeshaniishia na pesa iliyobaki nikamnunulia dada Amanda gauni. Basi Damanda akafurahi sana na kunishukuru mno. Nikasema wala usijali dada, wewe ni mlezi wangu, umenilea na unanishauri mambo mengi sana. Basi Damanda akanambia kwamba asante kwa kulifahamu hilo. Basi bwana, mchana ndo tukarudi nyumbani. Tena hapo sasa tulikuwa tumeshakula huku mjini. So mimi nilipofika moja kwa moja nilielekea chumbani, nikaenda kujibwaga kitandani bwana pumzika. Nikajilaza zangu mpaka jioni saa 1 hivi usiku ndo nikaamka. Nikaelekea bafoni, nikapiga maji baridi. Nilipotoka sasa nikavaa vizuri, ndo nikatoka sebuleni pale na mkuta baba alikuwa anakunywa juice huku anaangalia taarifa ya habari. Basi nikamsogelea pale baba, nikamsalimia kwa heshima. Baba akaitikia. Kisha kananiambia, umeamka sasa? Maana dada Amanda ameniambia umelala umechoka sana bwana, mlienda mjini leo. Nikasema ndio daddy, nimezurura sana, yani mpaka nikahisi miguu inauma. Baba alicheka akasema kwamba ila ufanye mazoezi mrembo wangu Nikasema tafanya mazoezi daddy, usijali. Baba akaniambia nenda kwenye gari kachukue mizigo yako. Nikasema wow daddy. Basi haraka nikatoka nje, yani parking ya magari ya baba. Siti ya mbele tu nilikutana na mfuko, nikaunyanyua nikarudi nao mpaka ndani kwa mbwembwe. Jamani, ndo kufungua sasa. Kulikuwa kuna PC mpya na simu nzuri kubwa ya smart. Nilifurahi mno, nikamkumbatia baba yangu na kumbusu pale. Baba akaniambia nakupenda sana mtoto wangu na napenda sana kuona ukifurahi. Basi mimi nikamshukuru sana baba. Kisha nikabeba vitu vyangu nikaenda chumbani kwa dada Amanda. Nikamkuta dada Amanda pale anasoma vitabu. Mimi tangu namjua dada Amanda anapenda sana kusoma vitabu. Basi nikaambia kwamba dada, ona vitu vyangu. Hapo nafanya huku sasa na vitoa. Nikasema kwamba ona hivi kanunulia baba. Sina furaha sana dada. Dada Amanda akasema wow, ni vizuri sana jamani. Nikasema thanks dada. Basi dada Amanda akaniambia kwamba lakini umeshaongea na baba kuhusu Melvin? Nikasema hapana, sijaongea naye, afu nishasahau. Dada Amanda akaniambia kwamba no, usisahau bwana, hebu nenda kwa baba kuongea naye kipenzi, sawa Nikasema sawa, hakuna shida. Basi nikaweka vitu vyangu chumbani kwa dada Amanda, kisha sasa nikarudi kwa baba. Baba aliponiona akaniambia kwamba vipi mrembo wangu, au umekuja kumuulizia mama? Na kama ni mama aliniambia leo ana wagonjwa wengi so atachelewa sana kurudi. Nikasema kwamba hapana baba, mimi nimekuja na swala lingine. Baba akaniambia okay, karibu mrembo wangu. Una swala gani? Niambie. Nikasema kwamba daddy, sio kuhusu mama, ni kuhusu yule dereva Melvin. Baba akasema kwamba yule dereva si tumeshamfukuza jamani Zara. Nini sasa tena? Nikasema baba, mimi nimemwonea huruma baba, nahisi atakuwa anategemewa labda na familia yake na mtegemeo, so nimeona tu baba mrudishe tu kazini. Baba akasema kwamba ni kweli? Vipi lakini utawezana naye yule? Maana kwa sababu ameshakukwaza mtoto wangu mimi nadhani achana naye yule bwana, mimi nitatafuta tu dereva mwingine ndo atakuwa nakupeleka na kurudisha kwenye masomo ya preform 5 mtoto wangu, umesikia? Maana kwanza mimi mwenyewe najua kudrive bwana,
na mama anaweza kudrive, so dereva ni kwa ajili ya emergency tu ya kumpeleka dada Amanda sokoni na vitu mbalimbali vya sokoni, na mostly ni kwa ajili yako kwa kipindi hiki ambacho tupo nyumbani, lakini kwa hiyo ndio hivyo, nitakuangalizia mtu mwingine. Nikasema kwamba baba, mimi shaiondoa kinyongo juu yule dereva, mrudishe tu kazini yule, nimemwonea huruma, mimi wala sitaki dereva mwingine. Basi baba aliniangalia sana, kisha akasema kwamba sawa mtoto wangu, neno lako kwangu ni sheria, hakuna shida, nitafanya hivyo mtoto wangu. Nikasema kwamba sawa daddy, thanks, nakupenda sana baba. Baba akasema umekuwa sasa, yani unaonea mpaka watu huruma, na unawafikiria wengine. Kweli mwanangu umekuwa. Msikilizaji, baba angejua kuwa kanishauri Amanda, mimi wala hata sikuwa na mpango wa kuweza siji kumfikiria huyu Melvin wala. Basi baada ya kuongea na baba, nikarudi ndani sasa kwa Amanda. Nikamwambia dada, tayari nishaongea na baba, akasema tamrejesha, ila mimi simwamini yule Melvin wenu jamani. Yaani mimi namuona tu, yani namuona kama ana hasira sana yule kaka. Amanda akasema kwamba sikia, Melvin hana shida yule, na utamzoea vizuri tu, yani ni mtu mzuri sana, ila kwa sasa yani ukimwona usimuite Melvin, yule ni mkubwa kwako, umesikia mimi unaniita Amanda, basi na yule inabidi umuite kama Melvin, umesikia muite kaka Melvin, sawa, maana amekupita sana kiumri. Nikasema sawa dada. Basi mimi nikabaki tu chumbani napiga stories hapa na pale na Amanda, tukaongea sana na tukaongea mengi mpaka nilipohisi njaa mida kama saa 3 hivi usiku. Ndio tukaenda dining kupata chakula. Ila baba wala hakula, alisema anamsubiri mama. Na wazazi wangu ndo wako hivyo always. Kwenye kula yani huwa wanapenda wale pamoja. So kama mmoja labda akachelewa kurudi nyumbani, ni lazima atamsubiri mwenzie ili waje kula kwa pamoja. Basi baada ya chakula sasa, mimi nikaelekea chumbani kwangu, nikatoa simu yangu, na uzuri ilishakuwa na line na baba ndo alinisajilia kabisa. Basi nikachukua na karatasi ambayo niliandika namba za rafiki zangu wa shuleni na nikaanza kuwasiliana nao. Mie sio kwamba eti sijui kutumia simu, no. Mimi kutumia hizi simu kubwa naweza mno. Sema tu wazazi bado hawakuwa wameniruhusu kutumia simu kwa kipindi hiko. Ila kwa sasa na enjoy sana. Basi nililala usiku mwingi mno, yani usiku mkubwa kweli kweli. Kwa sababu muda wote nilikuwa napiga tu story na shoga zangu. Na asubuhi na mapema niliendelea ratiba zangu, ila mida ya mchana sasa mamangu akaomba kuongea na mimi. Na wala sikuwa na shida, nikaenda kumsikiliza. Mama akaniuliza kwamba baba yako kaniambia kuwa umemsamehe yule Melvin na unataka arudishe kazini. Je, ni kweli? Nikasema ya mama, mimi naona tu arudi wala sioni shida. Mama akasema kwamba kwa nini umeona hivyo? Nikasema mimi nimehisi tu huenda atakuwa na majukumu mengi na huenda alikuwa na tegemea ile kazi, so mrudisheni tu, pia naamini atakuwa kashajifunza na hawezi kunizingua tena. Mama alitabasamu akasema Amanda atanilelea vizuri sana mwanangu. Jamani, mimi najua ni Amanda tu ndo kakushauri umsamehe yule kijana. Nitabasamu kisha nikasema ni kweli mama, ni yeye ndo kanishauri, lakini ni kitu kizuri na nimeamua kumsamehe tu mama. Mama akasema sawa mrembo wangu, wala hakuna shida. Tampigia simu na ataingia kazini, maana hata mimi huwa ananisaidiaga kunipeleka na kunifuata kila siku. Mimi sipendi kudrive kweli, sipendi sana. Nikasema sawa mama. Basi nilipomaliza kuongea na mama, nikanyanyuka na nikaenda kuendelea ratiba zangu za kila siku. Na kwa sasa nilikuwa ndo najifunza kupika. Na Amanda mara nyingi alikuwa ananielekeza kwa sababu nilikuwa naye jikoni. Kwa hiyo nilikuwa najifunza kupika nini. Amanda alikuwa ananifundisha kila kitu. Nakumbuka zilipita siku 2. Siku ya 3 ndo sasa Melvin alirudishwa kazini. Na nakumbuka alifika nyumbani mida kama saa 11 jioni hivi. Mama ndo alimuita huo muda. Basi mama aliniita na mimi akatukutanisha pale na Melvin. Hii siku huyo Melvin bwana ni alipoa. Alikuwa na sura yani ya kipole sana. Yani kama sio yeye aliyekuwa ananifanyia jeuri ile siku. Chezea ugali wewe. Na hisi huyu alikuwa hanijui vizuri kichwa changu. Mimi mwenyewe yani ni mshenzi kama yeye tu. Na ndo kanijua sasa. Naona kaelewa kuwa mimi ndo nasikilizwa mno na wazazi kuliko chochote.
Basi mama akamwambia Melvin ya kwamba, Melvin, umekuwa ukinitumia SMS nyingi za kila leo kuniomba msamaha na nikurudishe kazini, si ndio? Melvin akasema ndio mama. Mama akasema sasa basi nimekurudisha kazini kuanzia leo, lakini yote ni huruma ya binti yangu. Ni yeye ndo amekusamehe na amekuonea huruma na ameniambia nikupatie nafasi ya mwisho. Sasa ukizingua tena na ukamfanyia mtoto wangu ajisikie vibaya, hapo sijui kama utakuwa na nafasi nyingine. Yaani kazi yako ndo itakuwa imeishia hapo. Melvin akasema kwamba asante sana mama, naahidi ya kwamba hayo mambo hayatajitokeza tena na nitafanya kazi vizuri sana mama. Mama akasema sawa. Basi Melvin akaniangalia kisha akasema kwamba Zara, asante sana mdogo wangu, asante mno. Kuna muda na sisi wakubwa tunakosea, yani tunawakosea nyie wadogo. Kwa hiyo naomba unisamehe, ni bahati mbaya tu. Nikasema sawa, nimekusamehe na ndio maana nimeongea na mamangu akurudishe kazini, ila ikijitokeza tena mimi sitakuwa na msamaha na wewe tena. Melvin akasema naelewa Zara na wala hakutakuwa na shida. Basi mama akasema kwamba haya sawa Melvin, kesho nadhani uanze kazi, asubuhi saa 2 uwe hapa. Melvin akasema sawa mama, asante sana. Kisha alinyanyuka akaondoka zake sasa. Na mimi sasa nikaelekea kwa dada Amanda kupigania story 2-3. Basi kesho yake by saa 2 kamili Melvin bwana akaja akampeleka kazini mama, na kuanzia hapo kazi yake kubwa ilikuwa ni kumpeleka kazini mama na kumrudisha. Maana mama hapendi kuendesha gari, hapendi. Na hata kwa upande wetu sisi, yani mimi na Damanda, tukiwa na safari basi huyu Melvin anakuwa anatupeleka bila shida yote kabisa. Na wala hakuwa ananioneshea kisirani. Na tena alikuwa anapenda sana kuongea na Damanda. Ila mimi nilikuwa najinyamazia zangu tu kimya, wala hata sikuwa na story naye. Hapana kabisa. Basi mimi nilipumzika nyumbani kama wiki 2 hivi, na wiki ya 3 mzee sasa akanianzisha sasa ile preform 5. Pande za mjini huko. Sio mbali sana na kwetu. Ni kama tu mwendo wa dakika 30 ukitumia gari. Na huyo Melvin sasa ndo akana nipeleka na kunirudisha. Alikuwa ananifuata asubuhi saa 2, ananipeleka kwenye kituo na ananifuata jioni saa 10, kisha anarudisha nyumbani. Na mama naye anamchukua kazini, yani anampeleka kazini na kumrudisha. Hata Damanda akiwa na mahitaji yoyote kule sokoni anampeleka. Kwa hiyo mimi sikuwa naongea naye kabisa ukaka. Na nikiwa ndani ya gari kila mtu ana mambo yake. Mimi nakuwa busy na simu yangu mpaka tunafika wapi? Nyumbani. Ila sasa alikuwa na heshima sana na mimi. Yaani alijirekebisha kweli kweli. Wala hakuwa ananifanyia ujeuri kabisa hata kidogo. Na nilikuwa nikimuelezea kitu anafanya mara moja. Mfano labda nilikuwa tunarudi nyumbani, nikamwambia kwamba nipitishe sehemu fulani, nataka nikachukue kitu. Hapo sasa atasema kwamba sawa madam, hakuna shida. Kwa ananipeleka. I say, ule ubabe kisirani aliacha kabisa. Japo mimi kuna namna bado nilikuwa na mdharau, ila yeye wala hakuwa tena shida. Nikajua sivi karudi na akili timamu, na kajua sasa kaja kufanya nini kwenye eneo lake la kazi. Ila jamani, huyu kaka naye wala hata sio mwongeaji sana. Yaani Melvin naweza kusema kwamba ni mwanaume ambaye ni mpole kwa kiasi fulani. Basi nakumbuka siku hiyo bwana ilikuwa ni mida ya jioni. Kaja kunifuata kituoni. Nikaingia kwenye gari kwa mbwembwe kweli kweli. Basi Melvin akanambia, madam habari. Nikasema poa, nirudishe nyumbani, nimechoka sana leo, hata sijisikii kuongea sana na mtu. Basi Melvin akasema kwamba sawa, nakupeleka madam, lakini nina ombi kidogo kwako. Nikasema ombi lipi? Kanambia kuna kitu nimebeba kwa ajili ya mama, na mpelekea nyumbani chap kisha na kurudisha nyumbani, na kuhakikishia madam hatutamaliza hata dakika 5. Maana nikirudi nyumbani kukurudisha wewe itabidi tena niunge kumfuata tena mama yako mzazi. Kwa hiyo naomba unisaidie, yani nisaidie tu. Sky hata zaidi ya dakika 5, yani chini ya dakika 5 tu. Nikasema sawa, ila naomba tusikae sana. Basi sikuona sababu ya kumkatalia, maana aliongea kiadabu sana. Na mimi napenda sana mtu anyenyenyekee sana. Yani napenda sana kupewa special fulani hivi. Basi Melvin chapchapu akaanza kudrive sasa. Ilikuwa ni njia kuelekea nyumbani, ila sasa baada ya kunyosha aliingia kushoto na moja kwa moja akaendesha mpaka
sehemu fulani hivi wapi panaitwa Usole pa wapi unaitwa Usole. Iki ni karibu tu na kwetu tu, wala sio mbali sana. Alipofika mpaka nyumbani kwao sasa, aise ilikuwa ni nyumba moja mbaya kweli kweli. Nyumba ambayo ilikuwa imesindikwa na udongo mwekundu na juu kuna bati chakavu mno. Yaani ile nyumba ilikuwa imechoka mno. Nikamuuliza mbona umepaki hapa? Pale ni nyumbani kwenu? Melvin akasema ya ndo pale. Vipi unataka umsalimie mama? Karibu, wapo pia ndugu zangu, unaweza kupata rafiki mpya maana wana umri kama wewe tu. Nikasema hapana, mimi sishuki. Wewe nenda tu, mimi nakusubiria hapa. Akanambia poa. Basi yeye akashuka. Kisha sasa akaenda nyuma, akafungua buti, kisha akatoa mzigo aliobeba ambao ni mchele. Kisha akabeba ule mzigo mpaka ndani kwao. Sasa hapo mimi nipo kwenye gari tu na wala hata sikushuka. Na baada ya muda sasa nikaona Melvin katoka mle ndani na mama mtu mzima hivi. Na yule mama alikuwa ni kama anamsindikiza Melvin. Niliona huyu Melvin kweli yeye kwao ndo kichwa na ndo kila kitu, yani ndo mhudumiaji. Basi nikaona sasa kama mama yake, yani ni kama kulikuwa kuna mambo alikuwa anamuelezea. Kwa hiyo baada ya dakika kadhaa pale kuongea, Melvin akamwaga kisha akaja kwenye gari. Alipofika akaniambia kwamba sorry madam, baada ya dakika 10 tutakuwa nyumbani. Nikasema sawa, wala usijali, fanya kuniwaisha nyumbani. Maana mazingira ya hapa kwenu hapana, yamenishinda. Melvin aliangalia tu kwa tabasamu kisha akanyamaza kimya. Mimi nishamzoea kama nitaongea neno baya la kumtibua siku hizi wala hata aongei, huwa anatabasamu tu. Yaani kiongea neno lolote bovu atatabasamu. Basi mimi sikuishia hapo. Nikasema ya kwamba mbona kwenu ni pabaya hivi jamani? Mnawezaje kuishi sehemu mbaya kama ile? Melvin akasema ya kwamba hata mwenyewe sipendi, ila sina jinsi, ndio maana nafanya kazi na binti cha ujeuri kama wewe hapo ili ni wajengee nyumba nzuri familia yangu na waishi sehemu nzuri. Alivyosema hivyo nikasema okay. Kisha nikanyamaza zangu. Sasa nikiwa nimenyamaza pale nikawaza kwa nini aniite mimi binti cha ujeuri? Nimemfanya nini sasa, au nimeongea ujeuri gani sasa? Ila nilikaa kimya. Basi Melvin wala hatakuwa na maneno tena, akanirudisha mpaka nyumbani kwetu, akaingiza gari mpaka parking. Sasa kabla sijashuka nikamwangalia sana Melvin. Mnajua huyu kaka ni handsome fulani hivi. Melvin bwana haboi kumtizama, ila anajifanya ni yuko very serious. Na Melvin akaniuliza kwamba vipi, mbona unanitazama hivi? Kuna kitu nimekosea labda ama nimekuudhi mtoto wa bosi? Nikasema wala, ila nataka nikuulize tu. Akanambia okay, sema unataka kuuliza nini? Nikasema hivi, umeoa? Melvin alikaa vizuri. Kisha akaniuliza kwa nini unataka kujua hivyo? Nikasema mimi si nimekuuliza tu ama? Melvin akasema no. Hapana, mimi bado sijaoa. Nikasema okay sawa. Msikilizaji, sijui ni kwa nini tu ila nijikuta nimehisi raha moyoni. Nikaambia kwamba sasa kesho wahi sana kunifuata. Tumeambiwa tusichelewe. Akaniambia sawa. Kisha sasa nikafungua begi langu. Nilikuwa na pesa kama 100,000 hivi. Baba alikuwa amenipatia matumizi wiki nzima. Nikahesabu 50,000 nikampatia. Nilimpatia nikamwambia kwamba hii hapa itakusukuma hizi siku 2 hizi. Melvin akabaika ganda tu, wala hata kuzipokea zile pesa. Akanambia kwamba yani kwa nini unipatie pesa zote hizi? Pesa zote hizi za nini? Mbona unanitisha? Nikasema ya kwamba hizi ni za kwangu tu, nimekupa tu kwa upendo. Kama hutaki wewe niambie. Kama hutaki nitaenda kumpatia dada Amanda. Melvin alitabasamu kisha akazichukua, akanambia asante sana mdogo wangu. Nikasema okay. Basi mimi nikashuka zangu, nikamwacha yeye anageuza sasa, nikajua huyu anaenda kumfuata mama. Basi mimi nikarudi ndani sasa. Ile nimefika ndani nikasalimiana na Amanda kisha nikaingia chumbani kwangu. Nilipofika chumbani kwangu nikawaza sasa, nikasema ila huyo Melvin jamani anaonekana akatokea kwenye familia ya maisha magumu. Mbona kwao ni kubaya vile? Alafu na mama yake ni mtu mzima jamani, pole yake. Eti nikajikuta tu kuna kiuruma kama hivi kimeniingia msikilizaji. Ila sasa nikikumbuka tabasamu la Melvin na mimi sasa najikuta naanza kucheka tu mwenyewe kule chumbani. Na hata sielewi ni nini kilikuwa kinanifanya nicheke yani.
Nikaanza kumfikiria na Maven, ase kweli umaridadi unaficha umaskini. Yaani ukimwona Maven anavovaa vizuri, huwezi kudhani kwao ndo wana maisha magumu vile. Mbona wanaishi sehemu mbaya vile? Basi mimi nikapotezea tu, kisha nikaendelea na kazi zangu. Ila sasa Maven alikuwa hamalizi wiki, lazima tu atanunua mahitaji ya nyumbani kwao, na kama kawaida anaomba tupeleke kwao. Ila mimi sikuwa nashuka kabisa. Yaani nilikuwa naona ni yale mazingira yani kwangu ni kama ni pabaya kweli kweli. Ila mimi shida yangu nilikuwa ni kumuona huyu kaka Maven. Nahisi kabisa ni moyo wangu yani ulikuwa unatulia mno. Japo Maven hakuwa na story na mimi. Yeye ni yupo busy tu na kazi zake. Basi siku hiyo bwana nakumbuka kaja kunifuata kituoni. Akanambia, madam, leo pia naenda nyumbani, kuna kitu napeleka, ila kama kawa hatutakaa sana. Nikasema sawa, wala hakuna shida. Maven akanambia sawa mama. Basi kwanza tukaelekea mpaka kwao, na tulipofika kwao akaniambia, yani ule muda sasa nataka kushuka, akasema kwamba hey, chap na shuka, wala sichelewi kabisa kipenzi changu, sawa? Nikasema na mimi leo nashuka, nataka nikamsalimie mama yako na familia yako. Maven alishangaa, akanambia oh kweli? Nikasema ndio. Akanambia kwamba huogopi leo mazingira ya kwetu, si unaniambiaga kwamba ni mabaya? Basi nilicheka, alafu hata sikumjibu, mimi nikashuka. Maven naye akashuka, kisha akaenda kufungua buti, akatoa vyakula alivyomletea mama yake. Yeye akatangulia mbele na mimi sasa nikawa namfuata nyuma. Sasa ilikuwa ni nyumba ya vyumba vitatu, yani kama banda hivi, ila limechakaa mno. Basi Maven akapiga hodi mle ndani, na mama yake akamwambia Maven kwamba ingia. Kweli Maven kaingia na mimi nikaingia. Aise, hata ndani kwao ni kuna furniture za zamani kidogo. Yani naweza kusema kwao ni kuna hali duni ya maisha. Yani kwa kuangalia tu mazingira ya kwao unaona kabisa hawa. Basi mama yake aliponiona akanikaribisha, akasema ya kwamba Maven, kumbe umekuja na mgeni jamani. Mbona hujanijulisha? Ningewaandalia hata chochote kitu. Mimi nikasema ya kwamba wala usijali mama, mimi nipo vizuri tu. Basi mama akasema ya kwamba sawa binti yangu, karibu sana. Nikasema asante mama, nimekaribia. Mara wakatoka vijana wawili. Mmoja ni wa makamo yangu wa kiume na mwingine ni mdogo zaidi, ila yeye ni wa kike. Basi wale vijana wakamsalimia Maven kwa kumuita kaka. Nikajua hawa ndo wadogo zake, na kwa umri wao tu nikajua huyu mkubwa ndo aliyemaliza kidato cha 4 kama mimi tu, na huyu wa kike ndo aliyemaliza darasa la 7 kama kile kipindi alivyosema Maven kwamba kuna mdogo wake amemaliza darasa la 7 na kuna mwingine form 4. Basi Maven akasema kwamba mama, huyu anaitwa Zara, ni mtoto wa bosi wangu, nimetoka kumchukua kwenye masomo yake na nataka kumrudisha nyumbani, ila leo ameona tu ashuke aje kuwasalimia. Basi yule mama akanipatia mkono, akaniambia kwamba karibu sana jamani Zara, karibu mno Zara, karibu sana, hapa ndo nyumbani kwetu. Basi mimi nikampatia mkono, kisha nikasema kwamba asante mama, wala hakuna shida kabisa. Kisha Maven akaniangalia mimi, akasema kwamba Zara, huyu ndo mamangu na hao ni wadogo zangu. Nikasema sawa, nimefurahi kuwafahamu. Basi mama Maven akasema kwamba basi jamani, msubiri basi hata niwapikie basi haraka haraka. Mimi nikasema kwamba mama, hapana, mimi nipo vizuri, mbona wewe kuwa na amani kabisa, nitakuja siku nyingine mama na nitakula hapa. Mama Maven akasema jamani, mgeni utaondokaje hata bila ya kutuachia baraka jamani, hata kidogo tu bwana. Nikasema hapana mama, asante. Msikilizaji, huyu mama ni mchangamfu mno mpaka nikasikia raha kuwepo mahali pale. Yaani sio mtu wa serious kama mwanae Maven. Hata wale wadogo zake niliona wanaongea kabisa, na nikaongea nao kabisa, nao walichangamka tu, na sio kama kaka yao. Basi hatukukaa sana. Maven akanambia twende Zara, nikupeleke nyumbani, utakuja siku nyingine. Nikasema sawa. Basi nikamwaga pale mama na nikamwambia kwamba nitakuja siku nyingine. Mama Maven alifurahi sana na akanikaribisha tena. Basi mimi na Maven tukaingia kwenye gari na tukaanza safari ya kuelekea wapi? Nyumbani. Ila njiani nilikuwa namwangalia Maven kijicho cha pembeni jamani. Huyu mkaka kwanza hata sielewi nilipatwa na nini, ila nilikuwa nikimwangalia tu yani najikuta na furahi. Maven akaniuliza vipi, mbona niangalia hivyo, alafu kiniangalia mbona unacheka, nimefanya nini mpaka unanicheka? Alivyosema hivyo nikastuka, kumbe kaniona. Nikasema wala mimi sicheki bwana, mimi nacheka tu mambo yangu. Maven akasema yako kivipi Ni mambo gani ambayo yanakufurahisha hivyo? Hebu na mimi basi nishirikishe.
Hapo ni anaongea sasa, ana drive kuelekea nyumbani. Nikaambia ni mambo yangu tu binafsi. Melvin akasema sawa bwana. Basi mimi nikatulia kimya, nikao sasa namwangalia the way anaendesha gari. Ni mtulivu mno huyo mkaka, ila ni mkubwa sana kwangu. Mbona na balaa mimi Zara. Akanifikisha mpaka nyumbani, nikamuaga, kisha huyo nikavuta begi langu na nikashuka. Nikaelekea zangu chumbani kwangu. Sikufichi msikilizaji, sijui nini tu kilinikuta, ila kuanzia hapo nilikuwa najikuta yani muda wote natamani kuwa na Melvin. Yani akija kunichukua natamani tusifike tunapoenda, na muda wote yani niwe naye tu pembeni yangu, yani akiendesha gari na kwa napenda sana kumtizama. Nikawa sasa mpaka namuota sasa. Yani kwenye ndoto zangu mpaka namuota huyo kaka. Nakumbuka siku hiyo bwana ilikuwa ni weekend. Wala hata sikuwa nimeenda pre-form 5. So nilikuwa nyumbani na wazazi na walikuwa busy kidogo na kazi zao. So nyumbani nilibaki mimi na Damanda tu. Basi baada ya chakula cha mchana nikaomba kuongea na Damanda. Daka niambia sawa basi, uko free kuongea. Kwa hiyo nikaona ngoja tuelekee chumbani kwake. Basi Damanda akaniambia kwamba niambie shida nini mdogo wangu. Kwanza nilianza kucheka. Eti naona aibu kumwambia Damanda. Damanda naye akacheka, kisha kaniambia wewe kuna shida gani, umepata mchumba au? Nikasema hapana dada, kuna mtu tu yani nakuwa namwaza sana dada, alafu napenda sana kuwa naye muda wote, alafu yani kila nikimfikiria najikuta nacheka sana na ni kama nakuwa na amani. Damanda akasema Nikasema ndio hivyo dada, sasa hapo hebu nielekeze yani inaashiria nini dada? Damanda akasema kwamba hiyo inaashiria upendo, hiyo inamaanisha unampenda huyo mtu. Nikasema kumbe. Damanda akaniambia kwa umri wako ni kawaida, wewe ni binti sasa na ni mama wa baadaye, so lazima tu utakuwa una hisia za mapenzi kwa mwanaume. Kwanza mniambie umekutana wapi? Nikamjibu Damanda kwamba ni huko tu tuition dada. Msikilizaji, mimi sikutaka kumwambia kabisa Damanda kuwa mwanaume mwenyewe ni Melvin. Hapana, sikutaka kufanya haraka hivyo. Damanda akacheka akasema vipi kwanza na yeye unahisi anakupenda? Nikasema hapana dada, mimi sisi chochote. Alafu mbona akiniona hata acheki, yani acheki kama mimi, alafu yani kwanza anichekei kabisa yani anakuwa tuko busy na mambo yake, tena akiniona yani mimi namchekelea anauliza eti kwa nini namcheka. Basi Damanda alicheka akasema jamani sasa sikia mdogo wangu, wala hata usipate shida, mimi nitakufundisha kila kitu cha kumfanyia ili ajue kama unampenda, sawa? Nikasema ndio Damanda. Basi Damanda akaniambia kwamba ila sasa usikubali kufanya mapenzi kwa sababu utapata mimba. Si unajua tena wewe umeshakuwa mwali yani ushavunja ungo, si ndio? Nikasema ndio dada. Akasema kwa hiyo kumbuka utakuwa unaingia katika siku zako kila mwezi. Nikasema ndio dada, naelewa hilo. Basi dada akaniambia kwamba sasa unatakiwa uwe makini na ujitunze, kwa sababu ukicheza kidogo tu unanasa mimba, na ukianza tabia ya kufikiria kutoa mimba utajiharibia baadaye. Basi Damanda akaniambia kwanza wala hata usimwogope, sawa? Alafu mfanyie tu vitu special. Cha kwanza penda kumpelekea zawadi, umesikia? Nikasema sasa dada zawadi hapo ni zawadi gani sasa? Dada akaniambia sasa kwa mwanaume si ni kama saa, unaweza kumnunulia hata nguo au hata biskuti, yani tu zile zawadi za maba. Alafu penda kumuongelesha sana, alafu ongea naye kwa hisia. Ukiwa unaongea naye yani kuwa na furaha, umesikia? Yani mbona atajiongeza tu mwenyewe kwako, na lazima tu atakutongoza na kisha kutongoza basi mtaanza mahusiano. Nikasema kweli dada. Akaniambia sasa je, mimi nawajua sana wanaume, wewe kuwa tu na amani kabisa, umesikia mdogo wangu? Nikasema sawa dada. Basi Damanda akanielezea mambo mengi sana, akananitania pia eti kwamba nimuoneshe picha ya huyo aliyoteka moyo wangu. Mimi nikanacheka tu, kisha nikasema kwamba wala hata sijampiga picha, nitampiga tu picha nitakuja kuonyesha. Damanda kanambia sawa. Basi bwana, weekend Melvin nilikuwa namuona kwa mbali sana, akiwa hapo sasa namrudisha mama na kumfuata, maana mimi sikuwa natoka sasa.
Nilikuwa nachanganyikiwa nikimuona, yani sijui hata ilikuwaje. Maana nakumbuka nilikuwa namchukia kweli kweli. Ila nimeamini kwenye chuki kali upendo hujengeka. Na Jumatatu asubuhi sana akanifuata sasa kwa ajili ya kunipeleka tuition. Na hii siku bwana nilijiandaa kweli kweli. Nilivaa kigauni changu kizuri cha kumwaga na kifupi tu. Nijipulizia marashi. Nilipendeza kweli kweli. Niliwaka mtoto sio poa. Na nilikuwa nanukia mno. Paka Damanda akaniambia kwamba leo umependeza sana. Nikasema asante dada. Basi ndo nikatoka sasa. Nilipofika nje nikaingia kwenye gari. Nikamsalimia pale kwa tabasamu pana sana. Mevin akaniitikia salamu yangu. Na hapo sasa namwamkia yani kabisa. Sasa unajua tena simpati kwa umri Kwa hiyo namwamkia kabisa ni. Basi Mevin akaanza kutoa gari sasa na kuanza kunipeleka kituoni. Nikasema huyu mjinga huyu. Ina maana kwani hajaona kwa nimependeza ama? Kwamba hasikii hata kwa ni mimi nanukia sana leo. Mbona hata nisifii kwa nimependeza jamani? Basi mpaka nikana jinusa. Au sinukii tena? Mbona sisifii jamani? Ina maana haoni nilivowaka? Basi bwana. Nikaona ngoja tu nitulie bwana. Si ndio kaamua kunikaushia poa. Sasa mimi kwanza nikaanza kuzungumza naye, yani nikaanza kumuuliza maswali. Nikamwambia kwamba Beteka Mevin, vipi kwanza mama yako ajambo? Hapo sa ni mkavu. Huyu kwa ukavu tu ajambo. Akasema ya. Alivyojibu hivyo akakaa kimya. Yaani huyu anaga zile story eti za siji za kuendelea naga. Ni short and clear, imeisha. Yaani mimi wananitibuaga sana jamani. Sasa nikamuuliza tena kwamba vipi na wala dogo zako hawajambo? Akaniambia ya, na wako poa. Nikasema sawa. Basi leo tutaenda kuwaona na kuwasalimia. Nilipomwambia hivyo akanitazama akasema kwamba hapana. Leo na mambo mengi na mama yako kaniambia nimfuate mapema. Kwa hiyo kuna sehemu anataka nimpeleke, kwa hiyo nitakuwa nakimbizana na muda. Labda wakati mwingine, lakini kwa leo hapana. Msikilizaji, yani unaye kwa kujishaua. Nikasema sawa. Maana li mtu yani unaliongelesha we alafu nyeli na kujibu tu short yani mpaka inakata sasa. Basi akanifikisha mpaka kituoni, akaniacha pale ya akasepa. Na mimi sasa nikaelekea kusoma sasa. Marafiki zangu pale wote walinisifia, yani kila mmoja alikuwa ananiambia kwamba ile siku nimependeza sana. Mpaka nikashangaa. Sasa lile jinga ina maana halikuniona ama ninajishaua tu. Ila nikapotezea. Sasa nikiwa huku sasa kuna duka kubwa linauza vyakula pamoja na bites kibao tu. Nikaona hebu ngoja nikamchukulie Mevin hapa kizawadi. Basi nikaenda kununua pale biskuti 3,000 na chocolate 5,000. Nikapanga nimpe kama zawadi zangu kwake. Kisha nikaweka kwenye begi na nikarudi sasa kuendelea na ratiba zangu. Basi muda wa kutoka, kwanza hii siku alichelewa sana. Alichelewa mno. Alafu sasa mimi sinaga namba zake tu kwamba nimpigie kwamba uko wapi? Hapana, sinaga. Kwa hiyo nikaa nimekaa pale namsubiri, ila akawa hafiki. Mpaka nikaa sasa niko bored. Maana wenzangu wote walishaondoka. Basi kama nimekaa tu namsubiri yeye, huku sasa nachezea simu yangu. Mara simu yangu ikaita, namba ngeni. Nikapokea. Nasikia sauti ya Mevin. Nilihisi moyo yani ni kama umepaa. Nikasema, kaka Mevin, jamani uko wapi? Mbona mimi nimekaa sana hapa hata sikuoni? Mevin akasema kwamba nimetoka kumpeleka mama yako sehemu fulani hivi, alipata emergency na ndo kanipa namba yako, lakini samani sana nakuja hapo sasa hivi mdogo wangu. Nikasema sawa. Basi baada ya dakika 20 hivi akafika. Basi kwa haraka pale mimi nikatembea kutoka nilipokuwa nimekaa nikaingia kwenye gari. Mevin bwana akaniambia kwamba samani sana kwa kuchelewa. Aliongea hivyo lakini mimi wala hata sikumkasirikia. Nikasema kwamba usijali, si ulimpeleka mamangu? Akanambia yes. Nikasema basi kwa na amani. Akanambia poa. Kisha akatoa gari na tukaanza safari ya kurudi nyumbani sasa. Basi Mevin alikuwa busy kweli. Alikuwa busy na kudrive. Kama kawaida ni hanaga story na mimi kabisa. Basi akadrive mpaka nyumbani. Tulipofika home sasa wala hata mimi sikushuka. Nikasema kwamba kama Mevin na zawadi zako hapa leo. Mevin akanambia kwamba zawadi gani tena? Basi nikatoa chocolate na ile biskuti niliyomnunulia nikampatia. Mevin akasema kwamba samahani sana bwana, mbona mimi sipendi vitu vya sukari?
Nikasema basi si unaweza tukampelekea tu hata mtu wako wa karibu kama upendi. Akaniambia sawa poa asante. Jamaa aliongea kisha akapokea. Ila mimi hata nisikupenda. Nilitamani basi yeye ndo akavitumie na avifurahie vile vitu. Basi nikashuka kwenye gari, eti nimenuna na nimenuna hatari. Nikaingia ndani nimevuta mdomo huo. Paka Damanda aliponiona akauliza kwamba wewe shida nini, mbona umekasirika? Nikasema dada mimi nimemnunulia yule mwanaume zawadi, yule mwanaume niliyekwambia yule, nimemchukulia zawadi, nimemnunulia chocolate na biskuti. Eti nampelekea, eti anasema azipendi. Dada mimi sijapenda kabisa, dada mimi nimejisikia vibaya. Na ameniambia eti anaenda kumpeti mtu mwingine, maana yeye atumii vitu vya sukari. Sasa dada kule hapo ndo nini bwana, mimi sijapenda. Damanda kaniambia kwamba basi pole sana mdogo wangu. Sasa hapa wewe nenda kale kisha nakusindikiza pale dukani mbele pale. Twende kamnunulie boxer na singlet. Naamini atazipenda hizo zawadi. Nikasema kweli dada? Kanambia na uhakika atapenda. Tuseme apendi vitu vya sukari. Sasa hizi ni nguo, sio kwamba eti hatopenda kuvaa hizi nguo. Wewe kuwa na amani, atazipenda tu. Nikasema sawa dada. Basi nikafurahia mno. Yaani nilikuwa na furaha sana. Nikaona yes, Damanda anajua kunifundisha maujanja. Basi nikamwambia haraka pale kwamba okay, ngoja nikale chapchapu. Kwanza nilinuka nikaingia chumbani kisha nikaenda kuoga kwanza, maana mie kwa usafi nilijaliwa sana. Yaani mno. Yaani mie kwa siku hata kuoga mara 5 ni kawaida tu. Kwa nikaenda pale kuoga shoga yenu pale chapchapu. Nilivotoka nikajifuta tu vizuri mwili wangu, nikapata nafasi ya kupaka mafuta nini. Alafu sasa nikavaa vizuri kisha ndo nikatoka chumbani kwangu sasa. Basi nikaelekea dining, tukala pale kwa pamoja na Damanda. Na tulipomaliza kula sasa, Damanda akaniambia kwamba upo fresh twende. Nikasema ndio dada, nipo poa, twende tu. Basi shoga yenu mie nilikuwa na vipesa vyangu, alinipaga mzee pale, nikavibeba na tukaenda sasa. Pale dukani, kwanza dukani penyewe hata hapakuwa mbali. Maana hata sisi kwanza tupo maeneo ya town. Kwa hiyo tukaingia katika duka moja hivi kubwa tu la nguo za wanaume. Damanda akaniambia kwamba nunua boxer nzuri na singlet nzuri. Hizi zitajieleza haraka kuwa wewe una hisia gani na huyo mtu, umesikia? Basi kweli yule muuzaji wa pale akaanza kunionyesha aina za boxer nzuri alizokuwa nazo. Kuna design moja hivi nikaipenda mno. Ni original kabisa. Na yule muuzaji wa pale akaniambia kwamba moja anaiuza shilingi 25,000. Nikasema nimezipenda hizi, nipe 3. Na kuna singlet zingine pia niliziona nikazipenda, nikaambia pia nataka nzito ambayo moja ni 15,000. Kisha mimi nikachukua 3. Nijiandaa pale shoga yenu sasa, mimi sikutaka kumnunulia vitu vya bei ya kawaida kabisa. Mie tena. Basi nilivonunua hivyo vitu ndo tukarudi nyumbani sasa. Dada Amanda kanambia wow, aise umenunua vitu klasiki sana na vina rangi nzuri mpaka raha, hongera sana. Nikasema we dada acha tu, yani hapa nina maana kabisa, yani nitakayempa atafurahi sana. Dada Amanda alicheka kaniambia kwamba aise kweli inaonekana wewe ni kweli umempenda huyo mtu na atafurahi sana. Kwanza jina lake nani Si uniambie anaitwa nani? Nikasema dada mimi nitakwambia wala tusipate shida. Ila sio leo, nitakwambia tu siku yoyote akinikubalia nitakwambia. Basi Damanda akacheka kweli. Akanambia haya bwana. Basi nikaongea sana na Damanda mpaka muda waliporudi wazazi, ndio nikawa busy sana babangu nini. Maana mimi napenda sana kuongea na baba kuliko mama. Japo wote nawapenda sana tu. Basi bwana, kesho yake sasa asubuhi na mapema nilizifunga zawadi zangu vizuri kabisa kwenye box la zawadi. Maana nilikuwa nayo hayo mabox mengi tu. Walinileteaga wazazi zawadi kipindi cha gradu yangu ya form 4. Basi ndio zawadi zangu sasa nikaziweka humo. Jamani, nilikuwa na raha kweli. Kisha nikajiandaa vizuri na zawadi zangu nikatia ndani ya mfuko sasa. Ndio nikatoka. Basi Damanda alivoniona tu akanikaribisha dining kwa ajili ya kupata chai. Ila nilikuwa sasa na kimuhemue cha kumuona Mevin mwenzenu. Yani hata chai yenyewe sikutaka hata kunywa kabisa. Basi nilimwambia Damanda kwamba dada, mimi leo nimeshiba, nataka niwahi tuition kwa ajili ya masomo. Damanda akasema wewe sema tu unachelewa kwenda kumuona mchumba wako huko tuition. Una lolote? Njoo ule kwanza huko.
Nikasema hapana bwana, mimi naenda kwanza. Nikirudi nitakupatia mrejesho. Damanda akacheka akaniambia sawa. Nakutakia bahati njema. Leo naamini atafurahia zawadi zako maana ni nzuri mno. Mimi nikacheka tu nikasema sawa dada. Basi nikatoka ndani kwa mbwembwe kaa zote. Nakuta Melvin pale ameshafika, amegemea gari tu huku anachezea simu yake. Nilivyomuona jamani mpaka nikasikia ni kama yani nimkumbatie vile. Basi nikajikuta tu nimeachia tabasamu nene kweli kweli. Basi ulizia sasa alicheka. Yaani mimi namchekea ila yeye wala hajakenua hata kidogo. Kanikaushia kimya ananiangalia tu. Mpaka mwenyewe nikajistukia, nikaacha kutabasamu. Basi nikasogea mpaka aliposimama. Nilimsalimia kwa adabu zote, nikasema kwamba shikamoo Melvin. Akaitikia kwamba marhaba, vipi? Mbona leo umewahi sana? Hujanichelewesha kabisa yani. Nikasema kuna mtu nilikuwa na hamu ya kumuona sana. Basi Melvin akaniangalia kisha akatabasamu. Akaniambia basi bwana. Twende niwahi kukupeleka nije kumchukua madam maana akaniambia leo ana mizunguko mingi sana. Nikasema sawa. Basi mimi nikaingia ndani ya gari. Basi Melvin naye akaingia ndani ya gari na akaanza kuendesha gari sasa. Basi bwana kwenye gari wala hata tukua na muongezi ila nakuwa natamani sana kuongea naye. Ila Melvin sasa yani ndo anakuaga hana habari na mimi kabisa. Yani ni upo busy. Aka drive mpaka tuition. Kabla sijashuka nikampata ule mfuko Melvin. Nikamwambia kwamba Melvin, naomba uchukue huu mfuko ni zawadi yako hii. Melvin akaniambia, wewe mbona unapenda sana kunipa zawadi siku hizi Zara, Yaani kuna kitu gani ambacho nakufurahisha yani? Nikasema, wala kuna kitu kaka, wewe chukua tu. Akaniambia sawa. Basi alipokea kisha akataka kufungua. Nikasema no, usifungue bwana. Akaniambia, wewe umenipatia zawadi, sasa mbona tena unaniambia nisifungue? Nilicheka kisha nikasema kwamba hapana usifungue, wewe utafungua nikishaondoka, alafu baadaye ndo utanipatia asante. Akaniambia sawa. Basi hii siku bwana yani kwanza sijui nilipata wapi ujasiri ese. Nikambusu shavuni. Melvin alishangaa. Kisha haraka nikashuka kwenye gari nikaingia zangu tuition. Hii siku nilikuwa na raha. Nilikuwa na raha mpaka ni raha tena. Yaani sijui hata nikueleze vipi. Sio siri jamani. Yaani mwenzenu mimi kaka nijikuta nampenda mpaka nampenda tena. Japo ni mkubwa kwangu ila mie niliona fresh tu. Yaani ndio ilikuwa mara ya kwanza mimi nampenda mwanaume. Alafu nikadata kwa huyo kaka. Niliingia mazima kweli kweli. Nilikuwa nampenda mno. Yaani ananimaliza kwa kila kitu Melvin. Kuanzia anavyoongea, akicheka Yaani mimi yani naoza mno. Japo sio mwongeaji sana. Ila huyo kaka mimi mwenzenu yani basi tu. Kwa hiyo nilisoma kwa raha mno. Nilikuwa busy na masomo na mdoto tu na tabasamu. Na ilipofika muda wa mchana, hapo sasa ni baada ya vipindi. Melvin sasa ndo akanifuata. Nilikuwa na raha, nampenda jamani kumuona huyu mtu. Hii siku nilivyoingia kwenye gari nilishangaa kumuona Melvin. Nikakasirika. Kakasirika kweli kweli. Mpaka nikaogopa. Melvin akaniangalia jicho kali mpaka nikaogopa nikatamani nishuke ndani ya gari. Melvin akaniambia kwamba wewe, yaani umenipatia zawadi ya boxer ukiwa na maana gani kwanza? Aliuliza nikabaki kimya. Akasema kwamba wewe Zara, sinaongea na wewe. Hizi zawadi ulizonipa yani zinamaanisha nini? Nikasema nimekupatia tu kama Melvin wala mimi simaanishi kitu. Msikilizaji nilinywea. Yaani niliona kama ni kama mind hivi na kabadilika. Alafu alikuwa anaongea ni akiwa serious sana. Basi Melvin akaniambia kwamba ni sasa hata kama ni zawadi za kawaida ndio nipatie boxer. Hivi unajua maana ya mtu kumpa boxer mtu mwingine kama zawadi? Nikabaki kimya. Akaniambia sasa nisikilize Zara. Unajua wewe ni mtoto sana, umesikia Tena sana tu. Labda tu nikwambie. Usiweke kwenye kichwa chako hata siku na moja kwamba nitakuja kuwa na mahusiano na wewe ya kimapenzi, umesikia? Zara, wewe ni mtoto mdogo sana kwangu. Mimi siwezi kutembea na wewe. Hata nikiwa na hisia zangu kinamna gani kwa umri wako na kama mwili kwako. Yaani kwamba mimi kwanza nakupelekea moto wapi sasa? Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu Si nitakuvunja wewe. Naona sana tabia zako za kishenzi tu ambazo unanionyeshia na kuona sana. Nilikuwa nakuishia tu. Ukiniona unacheka bila sababu za msingi tu. Wewe dogo, na wewe unaheshimu mno. Yaani naomba unaheshimu. Yaani mimi hata kama nina shida sana na wanawake, mimi siwezi kutembea na mtoto mdogo kama wewe.
Mtoto ambaye hata kufua tu nguo zako za ndani uwezi. Anakufulia Amanda. Hata kujisafisha sidhani kama hata unaweza. Una utoto mwingi sana wewe. Yaani usitaki kuniharibia ugali wangu mimi ase. Maana ndio nategemea hii kazi kwa kila kitu. Oho, sasa ukiendelea na hizo tabia zako Zara, nitamuelezea mama yako. Maana mimi nakuwa naye muda mrefu sana. Nitamuelezea kufundisha adabu. Sijui unanielewa? Msikilizaji, nyie hapo chozi nilinanitoka. Jinsi maneno yake alivyokuwa ananichoma nikasema, sawa nimekuelewa. Melvin akasema muone kwanza. Mtoto mdogo unataka kujikomaza tu na mambo makubwa. Yaani mimi miaka 30 hivi unaniweza wewe? Au unataka kunitafutia kesi mpumbavu wewe? Unataka nikuvunje? Wewe mshenzi nini? Msikilizaji, nilibaki kimya. Machozi yanatoka tu. Msikilizaji, sasa hapa vita ndipo inapoanza. Yaani hapa vita ndipo inapoanza. Mwajiriwa na mtoto wa bosi. Mtoto wa bosi kamuelewa Mwamba, alafu Mwamba anatetea ugali wake. Vita inayofuata msikilizaji. Naomba yani isikupite. Isikupite. Oya. Vibwanga, visanga vilitokea. Naomba tunishie hapa kwa siku ya leo. Mtayarishaji ni Habiba mara moja. Ni kuambie tu ya kwamba kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu atukutanisha sehemu inayofuata. Tuanze sasa kuona moto wa Zara. Tukutane tu kwenye visanga na visa vya kutosha ambavyo vitakavyokuja kuanza kutokea baina ya hawa watu wawili, kati ya Zara pamoja na Melvin. God bless you till we meet again. Bye bye.